kitakachosaidia mbegu hiyo isiweze kuwa attacked ni ubora wa hiyo mbegu kwa kiwango kikubwa sana. Lakini hiyo haitoshi. Yai la huyu mwanamke ambaye linayekuja kukutana na huyo mbegu lina ubora kiasi gani? Yaani yai la mwanamke ambao linatarajiwa sasa likutane na mbegu ya kiume ili mwisho wa siku uweze kutengenezwa kiumbe, na yenyewe je, linakuwa lina ubora kiasi gani? Kwa kinachotokea ni kwamba yai la mwanamke likiwa katika ubora wa hali ya juu linakuwa lina nguvu ya ziada sana. Linapokutana na mbegu ambayo ni dhaifu, mbegu iliyozoea chipsi mayai, mbegu iliyozoea mikate muda wote, mbegu iliyozoea vyakula vya kisasa na vinywaji vya kisasa, mbegu ile inakwenda kushambuliwa na kuangamizwa. Kinachotokea baada ya hapo ni kwamba mwanamke huyu hawezi akashika ujauzito. Kwa nini? Kinga zake za mwili zinakuwa ziko juu, zimereact kwa ajili ya kuweza kuataki ile mbegu na kuweza kuishambulia. Maanake uke wa mwanamke unavyotafasiri mbegu ya kiume inatafasiriwa kama adui ameingia, tuweze kumshughulikia. So kitakachoweza kuifanya mbegu hii iweze kuendelea kuwa bora, iweze kurutubishwa kwa urahisi zaidi ni kwamba hii mbegu ya kiume na yenyewe inatakiwa iwe katika ubora wa hali ya juu, iwe na viashiria vyote, iwe na mkia ambao uko vizuri, unaweza ukakimbia, iwe na virutubisho vyote, iwe na uwezo mkubwa wa kuweza kusustain. Mbegu ya kiume kitaalamu inatakiwa ikae masaa yasiyopungua 72 katika uke kwa ajili ya kuweza kusubiria yai la kike. Sasa kinachotokea ni kwamba mbegu hizi pia, kutokana na kwamba nyingi hazina ubora, hazina uwezo wa kukaa muda mrefu ili kuweza kusubiria yai la kike. Zinakufa kabla ya wakati, ama zinakufa kabla yai la kiume halijafika. Lakini hiyo haitoshi. Mbegu ya mwanaume sasa yenyewe ikiwa katika ubora wa hali ya juu inakwenda kukutana na yai la mwanamke ambalo halina ubora. Kwa hiyo pale kiumbe hakiwezi kutengenezwa, hakuna urutubishaji ambao utakaotokea. Mapambano yanafanyika pale na ile mbegu ya yai la kike linasambaratishwa. Kwa hiyo urutubishaji hauwezi kutokea pale. Lakini kwa neema ya Mungu kitokea sasa, kwa neema ya Mungu kitokea, urutubishaji umetokea, mbegu ya kiume ile ambayo iliyokuwa dhaifu imeweza kurutubishwa hivyo hivyo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kitakachotokea ni kwamba hicho kiumbe hakiwezi kusustain kwa muda mrefu, kwa sababu kinga za huyu mwanamke zitakuwa ziko juu sana. Na ndio maana utashangaa ndani ya miezi mitatu mimba nyingi huwa zinaporomoka. Hicho ndio kipindi ambacho ni cha hatari zaidi. Ndani ya miezi mitatu ujauzito huo hauwezi kusustain katika mwili wa mwanamke. Kwa nini? Kwa sababu mbegu zilizorutubisha, mbegu iliyorutubisha yai hilo la kike ilikuwa iko ya kiwango cha chini sana. Uwezo wake ulikuwa uko chini sana, uwezo wake ulikuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo idadi ya wanaume ambao wana mbegu dhaifu katika kipindi hiki, katika karne hii, ni kubwa zaidi ya sana. Kwa sasa nini kilichopo hapa ni kwamba kutokana na kwamba idadi ya wanaume wengi wana mbegu ambazo ni dhaifu, mbegu ambazo hazina uwezo wa kuweza kurutubisha yai la kike, kesi ya mimba kuendelea kuharibika, kuporomoka itaendelea kila itwapo leo. Kesi ya wanawake wengi kushindwa kushika ujauzito itaendelea. Lakini nitoe tahadhari pia hata kwa wewe mwanamke ambaye hautumii vyakula vya asili. Madaktari wengi wanasema kuna supplement ambazo unatakiwa uweze kuzitumia, lakini supplement zinaweza zikakusaidia tu kwa muda mfupi. Moja ya tiba kubwa hasa ni kuweza kula vyakula ambavyo ni sahihi. Na mimi Dr. Kuboja nimekuwa nikishauri sana habari ya vyakula ambavyo ni sahihi, kula vyakula ambavyo ni asilia. Nimekuwa nikitoa program za wanawake ambao wanataka kushika ujauzito.
Jana nilikuwa naangalia documentary moja nikisema ya ambayo iko Marekani kule, mwanamke wa Marekani kabla hajashika wenzetu huko nje, miezi 6 kabla hajaamua ashike ujauzito, anaanza kuprogram mwili wake kwa ajili ya kuweza kuandaa kushika ujauzito. Anaanza kuepuka kunywa vyakula vya viwandani, nimeona hii documentary nikabaki na shangaa sana. Na jana daktari mmoja wa Tanzania ameongelea hiki kitu, nimekuwa shocked. Yaani kwamba wenzetu miezi 6 kabla hajashika ujauzito anaanza kuandaa mwili wake. Anaepukana na vyakula ambavyo ni vibaya, anaepukana na vinywaji ambavyo ni vibaya, anaanza kula vyakula ambavyo vitakuwa nguvu, vitaenda kurutubisha mfumo wake mzima wa uzazi, ili aweze kupokea zile mbegu na mtoto aweze kuzaliwa kabla ya wakati. Sasa nikuulize wewe unajiandaa kuweza kabla hujashika ujauzito, wewe unafanya maandalizi? Je, wewe unafanya maandalizi ya kuweza kujiandaa kushika ujauzito? Wengi wa Afrika huwa tunakutana tu kimwili na mwisho wa siku tunaanza kushiriki, tunategemea kwa kuweza kupata mtoto, lakini kumbe hivi vitu vinatakiwa viweze kufanya maandalizi. Sasa anza kujitathmini afya yako leo, kapime uwezo wa mbegu zako, lakini sio hivyo tu haitoshi. Jenga utaratibu wa kupima afya ya mfumo wa uzazi kila baada ya muda fulani kwa ajili ya kuweza kujiangalia wewe mwenyewe. Kwa hiyo Dr. Kuboja niweze kushare na wewe hilo. Inawezekana wewe ni mwanaume unapitia changamoto ya uzazi na unatafuta suluhisho. Nitafute katika namba ifuatayo ili niweze kukusaidia: 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Karibu nikuhudumie.